Naam, salamullahi ala al-ikhwa. Tukiwa katika mwendelezo wa masomo yetu ya namna ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu katika kitabu hiki cha Ataul Muqit fi Taallumi wa Taalimi al-Lugha al-Arabiyya, kikiwa na maana ya kwamba ni zawadi ya mlezi katika kujifunza na kufundisha lugha ya Kiarabu. Vilevile kwa mhitaji wa kitabu hiki basi ataweza kucomment na hitaji kitabu katika video zetu, na sisi tutaweza kufanya mawasiliano ili kuhakikisha tunafanikisha na kukamilisha zoezi hilo. Na nikumbushe, hatua tuliyokuwa nayo kwa sasa ni hatua ya uandishi wa maneno ya lugha ya Kiarabu kupitia mchanganyiko na mpangilio wa herufi za lugha ya Kiarabu. Mchanganyiko nikiwa na maana ya kwamba herufi zinapokuwa katika hali tofauti tofauti katika maneno ya lugha ya Kiarabu. Tunajifunza upatikanaji wa maneno mapya na uundaji wa neno la lugha ya Kiarabu. Nikumbushe, katika video za mwanzoni kabisa niliwahi kusema ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinamfanya mtu aweze kuzungumza lugha ya Kiarabu ni pamoja na kuhifadhi au kuhafidhi maneno ya lugha husika. Kwa mfano, namna tunavyozungumza lugha ya Kiswahili, tunazungumza ni kwa maana ya kwamba ni vitu ambavyo tumeshavihifadhi au ni maneno ambayo tumeshahifadhi ndio yanatupa urahisi wa kuzungumza lugha hiyo. Na vile vile kupitia hatua hii pia tukitumia nafasi hii ya kuhifadhi maneno haya tunayoyasoma, basi itatupa urahisi namna ya kuzungumza lugha ya Kiarabu, kwa sababu ni maneno mengi tumekuwa tukiyasoma. Na tukiendelea na herufi yetu ya leo ambayo ni herufi ya dhal. Herufi hii ya dhal haina utofauti kabisa na herufi ya dal. Kama tukiwa na kumbukumbu, herufi ya dal ilikuwa na majedwali mawili, na vile vile herufi hii ya dhal pia ina majedwali mawili, kwa maana ya kwamba maelezo ambayo yalipatikana katika herufi ya dal vile vile yanapatikana katika herufi ya dhal. Maelezo ambayo yanasema la takunu muttasilatan fi awwal al-kalima wala takunu muttasilatan min al-janibayn. Maelezo haya si mageni, hasa kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia masomo yetu. Maelezo ambayo yakiwa na maana ya kwamba herufi ya dal haiunganishwi inapokuwa mwanzo wa neno na vile vile haiunganishwi inapokuwa katikati ya neno. Lakini tukiendelea na maelezo yanayofuata ambayo ni maelezo ya jedwali la kwanza la herufi ya dhal, yanasema almuttasilatu fi akhir alkalima, ikiwa na maana ya kwamba dal inapounganishwa mwisho wa neno. Katika jedwali hili la kwanza la dal lina maneno yasiyopungua matatu. Neno la kwanza ni fakhdhun. Fakhdhun. Neno hili fakhdhun likiwa na maana ya kwamba paja. Fakhdhun, paja. Hata ukiangalia katika sura au katika picha utapata picha ya paja. Neno linalofuata nabadha. Neno hili nabadha likiwa na maana ya kwamba kutelekeza au ametupa. Kutupa kwa maana ya kwamba kutelekeza kitu kisichofaa au kisichokuwa na thamani. Neno linalofuata ambalo ni neno la mwisho katika jedwali hili la dhal, akhadha. Akhadha. Neno hili akhadha likiwa na maana ni amechukua. Akhadha, amechukua. Neno hili la kwanza fakhdhun, paja. Neno paja hili ni neno la jina. Fakhdhun ni jina. Al-ismun, jina. Fakhdhun, jina ni neno aina ya jina. Na neno la pili nabadha. Neno nabadha, neno hili ni aina ya neno la kitendo. Fi'lun, kitendo. Neno hili la pili nabadha ni katika aina ya pili ya neno ambayo ni aina ya kitendo. Alfi'lun, nabadha alfi'lun likiwa na maana ya kwamba ni kitendo. Na neno la mwisho pia akhadha pia ni katika aina ya pili ya neno alfi'lun. Neno akhadha pia likiwa katika kigawanyo cha neno cha pili alfi'lu.
akhadha likiwa na maana ni kitendo. Alfi'lun, tukumbuke kwamba neno katika lugha ya Kiarabu limegawanyika katika vipengele au katika vigawanyo vya aina tatu. Kigawanyo cha kwanza ni al-ismun, kigawanyo cha pili ni al-fi'lun na kigawanyo cha tatu ni al-harfun. Lakini al-harfu ikiwa na maana ni harful maani, yani herufi zenye maana. Na tukiendelea katika jedwali la pili la dhal, ambalo ndio jedwali la mwisho la herufi hii, ni herufi husika ya dhal inapokuwa mwisho bila ya kuunganishwa na neno. Neno la kwanza ustadhun. Ustadhun, neno ustadhun, neno hili sigeni kulisikia na pia ni neno ambalo tunalitumia katika hata maneno ya lugha ya Kiswahili. Neno linalofuata muadhun. Muadhun, neno hili muadhun ni aina ya jina la mtu kama vile Ahmadun, Ashrafun, Mustafa ni aina ya jina la mtu. Neno la mwisho la herufi ya dhal ni afkhadun. Afkhadun, neno hili afkhadun ni wingi wa fakhdun. Fakhdun lilikuwa ni neno la kwanza la herufi hii ya dhal, fakhdun, likiwa na maana ya paja, na wingi wa mapaja ni afkhadun. Kwa hiyo neno la kwanza ni fakhdun na neno la mwisho ni afkhadun, mapaja mengi. Na tukiendelea na herufi ya ra, herufi hii ya ra pia haina tofauti na herufi ya dal, haina tofauti pia na herufi ya dal. Katika mpangilio wa majedwali ni majedwali vile vile majedwali mawili, na hata maelezo pia ni maelezo pia ya kufanana. La takunu mutasilatan fi awwal alkalima wala takunu mutasilatan min aljanibaini. Kwa hiyo ni maelezo yale yale katika herufi ya dal na herufi ya dal. Katika jedwali hili la kwanza la herufi ya rau, ni rau inapounganishwa mwisho wa neno. Rau inapokuwa mwisho wa neno, lakini ikiwa imeunganishwa na neno hilo. Bi'run, neno hili la bi'run tuliwahi kulisoma katika herufi ya bao na pia tukalisoma katika herufi ya alifu ambayo ni herufi ya hamza, lakini pia tumeweza kulisoma katika herufi ya rau, rau inapokuwa mwisho inapounganishwa. Kwa hiyo tumelisoma takriban mara 3. Kwa hiyo ukiwa na kawaida ya kuhafidhi na kuhifadhi maneno haya tofauti tofauti, basi yatakupa wepesi namna ya kutumia wakati wa kuzungumza lugha hii ya Kiarabu. Kwa hiyo neno bi'run sigeni kulisikia. Neno linalofuata hibrun. Hibrun, neno hibrun likiwa na maana ya kwamba wino. Hibrun ni wino. Neno linalofuata mimbarun. Mimbarun, neno mimbarun likiwa na maana ya kwamba ni jukwaa takatifu katika sehemu za ibada. Tukihamia katika jedwali la pili ambalo ni jedwali la mwisho la herufi ya rau, ni rau inapokuwa mwisho wa neno bila kuunganishwa. Neno la kwanza jazarun. Jazarun, neno jazarun likiwa na maana kwamba ni mtu anayeuza nyama buchani. Jazarun ni muuza nyama buchani. Neno linalofuata sadrun. Neno sadrun likiwa na maana ya kwamba kifua. Sadrun, kifua. Mismarun. Mismarun, neno mismarun ni msumari. Mismarun, msumari. Neno la mwisho la herufi ya rau minsharun. Minsharun, msumeno. Minsharun ikiwa na maana ya msumeno. Na tukiendelea katika herufi ya za, namna ilivyopangiliwa kama herufi ya rau na kama herufi ya dhal na herufi ya dal imepangiliwa katika majedwali mawili, na maelezo ya nafasi ya majedwali mawili pia hayana tofauti na herufi kama ya rau. Na neno la kwanza la herufi ya zal ni ramzun. Ramzun, neno ramzun likiwa na maana ya kwamba ni ishara au alama au nembo inayoashiria au ni kitu kinachoashiria kitu fulani. Ramzun ni kama alama au nembo inayoashiria kitu fulani. Neno linalofuata khubzun. Khubzun, neno khubzun likiwa na maana ya kwamba mkate. Khubzun ni mkate. Lughzun. Lughzun, neno lughzun likiwa na maana ya chemsha bongo au kitendawili au fumbo.
lughzun likiwa na maana ni fumbo au kitendawili au chemsha bongo. Neno linalofuata kanzun. Kanzun. Neno kanzun likiwa na maana ya hazina ya vitu vya thamani, hazina ya vitu vya thamani vya kale au vitu vilivyohifadhiwa katika sehemu fulani. Hazina ya vitu vya thamani, kanzun. Tukimalizia katika jedwali la pili ambalo ni jedwali la mwisho la herufi ya za. Ni za inapokuwa mwisho bila kuunganishwa. Neno la kwanza ni mauzun. Mauzun. Neno mauzun likiwa na maana ya kwamba ndizi. Mauzun ni ndizi. Neno linalofuata urzun. Urzun. Neno urzun likiwa na maana ya mchele, ubwabwa. Neno linalofuata fawazun. Fawazun. Neno fawazun ni jina la mtu kama vile Ahmad au Muhammad au Musa, Isa na mfano wake. Na tukimalizia neno la mwisho katika jedwali la mwisho la herufi ya za ni za inapokuwa mwisho ni jauzun. 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 Neno jauzun limetumika kama karanga. Jauzun ni karanga. Jauzun, karanga. Hivyo basi kwa wageni wahakikishe kusubscribe katika channel ya YouTube ili wapate wepesi wa kuendelea kujifunza masomo mapya yatakapotoka. Lakini pia nimekuwa nikitoa maelekezo mara kwa mara kwa wale ambao wamekuwa ni wageni na wanahitaji kujifunza katika masomo ya awali au katika video za masomo ya awali. Nimekuwa nikitoa maelekezo namna ya kufanya ni kwamba ni kuingia katika channel yetu ya YouTube na kuingia katika sehemu ya playlist. Utakapoingia katika playlist utakuta playlist za mada mbili. Hivyo basi utachagua utaanza kujifunza wapi au utapendelea kujifunza wapi, lakini kote tumetoa mafunzo na maelekezo ya kufanana na ya kuendana, na yote ni mazuri na yanapendeza kuyasikiliza. Lakini na nikumbushe, kwa anayehitaji kitabu hiki basi atatuandikia katika comment na hitaji kitabu, na sisi tutaweza kuwasiliana naye ili kurahisisha na kuwezesha zoezi hilo. Asante.